Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudisha Israeli ufalme? Unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Haleluya! Jina Baba likiwa sana. Yako majira, ziko nyakati ambazo itakubidi usisubirie. Mpendwa, hautazisubiria kwa kunyamaza, utazisubiria kwa kuzidai kupitia maombi kwa ufunuo utakaoongozwa na Roho Mtakatifu. Jina la Bwana barikiwe sana. Jina Baba barikiwe sana. Haleluya. Hayo ndio mapito ya wenye haki. Mapito ya wenye haki. Haleluya. Haleluya. Hayo ndio mapito sasa, mpendwa, ya hao sasa wenye haki, ya kwamba hautakuwa shahidi, hautakuwa shahidi katika hayo mapito, katika hiyo njia ya walio haki, hata utakapothibitishwa. Jina Baba likiwe sana. Hata utakapothibitishwa. Unaona ya kwamba Bwana Yesu Kristo alikuwa akiweka wazi njia za wenye haki, akiweka wazi wale atakaoambatana nao, akiweka wazi maisha yao vile yatakuwa, akiweka wazi njia zao vile zitakuwa. Jina Baba likiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ni jambo la kusikitisha na kushangaza ya kwamba mara zote tungesahau. Mara zote tungesahau. Na tutaona ni kwa nini. Haleluya. Tutaona ni kwa nini kusahau. Hiyo imekuwa ni tabia ya mwanadamu. Nabii anasema ya kwamba wakati Mungu anapoweka agano na mwanadamu, anapoweka agano na mwanadamu, mwanadamu ndiye ambaye amekuwa akilivunja ama akitoka kutoka kwenye agano, na sio Mungu, ni mwanadamu. Haleluya. Haleluya. Anayetoka kwenye njia siku zote amekuwa ni nani? Ni mwanadamu. Na yeye hatoki kwa kupenda kwake. Kuna jambo linalomtoa kutoka kwenye agano na Mungu. Jina Baba likiwe sana. Unajua kwa nini? Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Mika. Haleluya. Angalia kwenye kitabu cha Mika tuone kwa nini huyu mtu anatoka. Haleluya. Yako mambo yanaendelea usingeweza kujua kwa nini. Haleluya. Mungu anapokuita, Mungu anapokutenga kutoka kwenye ulimwengu, Mungu anapokutenga kutoka kwenye dunia, Mungu anapokutenga kutoka kuzimu, yeye anakutenganisha na hao ambao walikuwa na kumiliki, hao ambao walikuwa na kutumikisha, kwa sababu wewe ulikuwa ukizalisha upande wao, ukileta faida upande wao. Mungu anapokutoa, Mungu anapokuchukua, anakuachanisha, anakutenganisha na falme zao, anakutenganisha na kazi zao. Wakati huo umetengwa, ufalme huo una hasara. Jina la Baba likiwe sana. Na ufalme unapotambua ya kwamba unaleta hasara, wao wanajipanga kuleta mashambulizi kwako. Haleluya. Wanapanga wadui wa namna ya kukumaliza. Jina Baba likiwe sana. Haleluya. Ndio maana mapito ya mwenye haki ni lazima yawe magumu, kwa sababu ametolewa kwenye ufalme wa kishetani,
ameletwa kwenye ufalme wa nuru kupigania ufalme wa nuru, na wakati wote singeweza kunyamaza. Kwa nini? Ufalme wa shetani, ufalme wa giza bado unamtaka. Haleluya, jina Baba likiwe sana. Haleluya. Hebu tusome hiyo Mika. Anasema Mika 3 na mstari wake wa 5. Biblia inasema hivi, Bwana asema hivi, katika habari za manabii wanaowakosesha watu wangu, hao wauma kwa meno yao na kulia amani, na mtu awaye yote asiyetia kitu vinywani mwao, wao humwandalia vita. Wao humwandalia vita katika ufalme ambao ulikuwa unautumikia, mpendwa, kwa sababu wao walikutumikisha wakitaka wewe uzalishe upande wao, kwa maana ya kuweka vitu vinywani mwao. Haleluya, jina Baba likiwe sana. Kwa sababu ufalme wote unaishi kwa uhai. Haleluya, haleluya. Na uhai ni dhabihu na sadaka katika ulimwengu wa roho. Unapoacha kutoa, wao wanapanga vita juu yako. Na hii, haleluya, jina Baba likiwe sana, hii yajulikana wazi, inajulikana wazi wakiwa katika vyeo vya manabii ambao walikuwa wanapokea sadaka, walikuwa wanapokea dhabihu, walikuwa wanapokea heshima. Unapoacha kuwapa heshima wazee wa ukoo, wanaandaa vita. Lazima iandaliwe vita juu yako, mpendwa. Haleluya. Inapoandaliwa vita, mpendwa, ndipo ungeshangaa. Haleluya. Ungeshangaa huko kuanguka kwako, ungeshangaa huko kurudi nyuma kwako, ungeshangaa huko kulegea kwako, ungeshangaa huko kukosa kwako heshima kwa Mungu uliyemchia. Ni kwa sababu ya vita inayoinuka kinyume na wewe. Haleluya, haleluya. Unafikiria ni wewe? Sio wewe. Kuna vita katika ulimwengu wa roho. Jina la Bwana barikiwe sana. Sasa kwa kuwa vita hii inaendelea, wakati unaendelea kumwomba Mungu, wakati unaendelea kumsihi Mungu, ni ili Mungu aendelee kukupandisha viwango, aendelee kukukuza kiroho. Haleluya, haleluya. Kadri unavyoendelea kukua, jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya, haleluya. Nguvu zinaongezeka ndani yako. Nguvu kadri zinaongezeka ndani yako, Mungu anakupa majibu. Haleluya, haleluya. Unashangaa umevuka kwenye hilo. Haleluya. Hebu tuone, mpendwa, kile ambacho Daudi anasema. Haleluya. Wakati akiona ya kwamba Mungu yuko mbali na yeye, lakini tunaona, haleluya, tunaona hapa yeye akimuinua Kristo, akimuinua Mungu katika Zaburi hiyo ya 9. Haleluya. Zaburi ya 9. Zaburi ya 9 mstari wake wa 13. Zaburi ya 9:13. Mungu wetu sisi hayuko mbali, yeye yuko karibu na sisi. Anasema, wewe Bwana unifadhili, tazama mateso nitesayo na wanaonichukia. Wewe uniinua katika malango ya mauti, ili nizisimulie sifa zako zote. Wewe uniinua katika malango ya mauti. Mungu wa mbinguni atusaidie. Wakati mwanadamu aliyechaguliwa kupitia njia nyembamba, haleluya, ya hawa teule, ni mara nyingi sana amekuwa katika hali hiyo
ya malango ya mauti. Kwa nini? Iko vita ikishindana na yeye, na kwa kuwa ndani yake kuna nguvu, ndani yake kuna uhai, ndani yake kuna chembe hai hizo zilizoshinda kifo, mauti na kaburi. Ndiye maana yeye hawezi kuuawa, hawezi kuvuka. Haleluya, haleluya! Hawezi kuvuka kuingia kwenye mauti. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndani yake uko uzima. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya! Wakati mtumishi wa Mungu analalamika, anamlilia Bwana ya kwamba mbali nami, umenyamaza kimya, yeye anashuhudia wakati akiwa amezetwa katika malango ya mauti, amemuona Bwana akimtoa, haleluya, na kumleta mahali salama. Wewe ni shahidi mpendwa, wewe ni shahidi. Wakati mambo yalipokwama kabisa, hakuna msaada kwa mjomba, hakuna msaada kwa babu, hakuna msaada kwa yeyote, uliona mkono wa Bwana ukija juu yako. Haleluya, haleluya! Wakati kila kitu kimekolapsi, unamwona Mungu akiachilia njia ambayo hukujua ya kwamba itakuwa hivyo. Jina Baba likiwe sana. Huyo amekuwa mtetezi wetu mara zote, na chochote utakachokipanga kwa akili yako ya kwamba unataka Mungu apitie kwa hicho, sahau, hata pitie kwa hicho kamwe. Haleluya, haleluya, haleluya! Unapokuwa shidani, ni mhitaji, piga magoti, mlilie yeye, anajua njia ya kukutoa. Jina Baba likiwe sana. Haleluya, haleluya! Nabii anasema mara zote mwanadamu anapowekwa kwenye njia, yeye huchomoka kutoka kwa hiyo njia. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Naomba tuangalie kwenye ujumbe huu hapa wa Waebrania mlango wa 6. Waebrania mlango wa 6. Nashukuru mtumishi wa Mungu yuko pale wetu Charles, yeye ataanza kutusomea ile para ya 405, ujumbe wa Waebrania wa 57:09-08. Mungu aliyetutoa huko kwenye machafuko anataka kutukamilisha. Anataka tufae kwenye njia yake. Anataka tuchague kudumu kwenye hiyo njia. Anataka sio anaomba, anataka. Yeye anaamuru, analazimisha ya kwamba tudumu kwenye hiyo njia. Haleluya, haleluya, haleluya! Mtumishi wa Mungu, naomba usome hiyo para 405. Para 405. Hebu tusikilize wapendwa. Kila wakati Mungu akifanya, ndio mwanadamu afanyapo agano lake, ndio na Mungu, ama Mungu na mwanadamu, mwanadamu anavunja sehemu yake. Mwanadamu ndiye ambaye wakati wote anavunja sehemu yake ya agano na Mungu wake. Haleluya! Wewe ni